Kwa namna moja ama nyingine, namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, kwa ajili ya Jumatano ya leo ambayo ametujalia kwa neema yake na kwa huruma zake na kwa upendo wake mwingi alionao juu ya maisha yetu. Kwa sababu kama ni kuishi kwetu, si kwa kuwa tulifanya mazuri sana mbele za Mungu ambayo huenda yamekuwa sababu ya uhai wetu, uzima wetu, ama sisi kuwa hivi, lakini kwa sababu Mungu anaona tofauti na vile ambavyo tunaweza tukawa tunaona, ameona vema tuwepo siku ya leo tena, si katika uwezo wetu, si katika nguvu zetu, ila ni katika uwezo wa yeye ambaye alituumba. Kwa sababu ni kweli muda mwingine pale ambapo mtu anakuwa anaendelea vizuri, kidogo vitu vya kusema si namshukuru Mungu mara nyingi inakuwa vigumu sana, lakini pale ambapo tunakuwa tumepona kutoka kwenye hatari za wazi kabisa, tunakuwa tunaona kwamba nadhani kuna umuhimu wa kumshukuru Mungu. Lakini nasemaga mara kadhaa kwenye maeneo yote ambayo naweza nikanasema kwamba hakuna kitu ambacho Mungu anakifanya kwa bahati mbaya, lakini kila jambo ama kila tendo ambalo Mungu analifanya kwetu, analifanya kwa ajili ya malengo fulani alionayo juu ya maisha yetu, si kwa faida yake, lakini kwa faida yetu, ili katika kuishi kwetu tusipate hasara kwa tendo lote jema ambalo tunaweza tukawa tunalifanya. Ndio maana hata mwenyewe alifanya, amesema kwamba mimi ni Bwana Mungu wako nikufundishaye ili upate faida. Anasema nikuongozaye kwenye njia ikupasayo kuendea. Na maeneo fulani anasema kwamba mawazo yangu yapo juu sana kuliko mawazo yenu. Na anasema kwamba mawazo alionayo ni mawazo mema ya kutupa tumaini letu katika siku zetu za mwisho, katika siku zijazo, katika wakati ujao. Kama nilivyosema kwamba hakuna kitu ambacho Mungu anakifanya kwenye maisha ya mtu ambacho anakifanya kwa bahati mbaya, kwamba kama ni uzima, kama ni uhai tulionao, kuna kitu ama kuna jambo ambalo angetaka kwamba lifanyike ama litokee kwa maisha yetu, litokee kwa kuishi kwetu. Natoaga mfano huu mara kadhaa ama mara nyingi sana, kwamba ikitokea mtu amekushonea